نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن طلب العلم شرف عظيم لا يدانيه شرف. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى nakumtakia swala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Enyi waja wa Allah, nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pia na kuihusia nafsi yangu pia juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo mfahamu ya kwamba hakika swala zima la kutafuta elimu ni jambo ambalo ni tukufu sana, tena hakuna kitu kitukufu chochote ambacho kinafikia jambo hili. Fahuwa tariqul janna, hakika kutafuta elimu ni njia inaomfikisha mtu katika pepo. Wa babu rif'ati fi dunya wal akhirah, na ndio mlango unaomnyanyua mtu katika hii dunia na akhirah. Walakinna hadha al-ilm ayuha al-ikhwa, lakini elimu hii yenye ndugu, walakinna hadha al-ilm ayuha al-ikhwa, lakini elimu hii yenye ndugu, biduni al-ikhlas la yanfa' bal yadhurru sahibahu. Hii elimu yenye ndugu zangu katika imani, kama hautakuwa na ikhlas basi haitakunufaisha, isipokuwa itakudhuru. Fa'lam ayuha almuslimun anna al-ikhlasa shartu qabul al-amal. Fahamuni enyi waislamu kwamba ikhlas ni sharti la kukubaliwa matendo. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema nabii sallallahu alayhi wasallam juu yake, innamal a'malu binniyat, hakika matendo hulipwa kwa kuzingatia nia ya mtendaji. Hivyo basi ukiwa utatafuta elimu hii na ukawa umeitafuta kwa malengo mengine, basi jua ya kwamba hutonufaika nayo, na pengine hayo ambayo unayatafuta ukayapata au usiyapate katika mambo ya kidunia. Na tufahamu enyi ndugu katika imani kwamba mtu anapokuwa na ikhlas katika elimu, basi hiyo ikhlas inamnufaisha yeye, lakini itamfanya huyu mtu aendelee kupata malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamu ya kwamba katika ulimwengu huu wametangulia wanachuoni wengi sana, na ambao elimu zao zipo mpaka leo hii na bado tunanufaika nazo, na wala haikuwa siri ya wao kufikia katika daraja hilo isipokuwa ni kwa sababu ya ikhlas ambazo walikuwa nazo. Hivyo basi ni juu yetu sisi tufahamu ya kwamba innal ilma jasadun ruhuhu al-ikhlas lillahi rabbil alamin. Hakika elimu hii ni sawa sawa na mwili ambao roho ya mwili huo
ikhlas. Roho ya mwili wa elimu ni ikhlas. Falilmu bila ikhlas kashajari bila thamar. Ukiwa na elimu bila kuwa na ikhlas, basi wewe ni sawa sawa na mti ambao hauna matunda, au kajasadin bila ruh, au wewe ni sawa sawa na mwili ambao hauna roho, yani wewe ni sawa na mfu. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, inna alhaditha an alikhlas laysa nafilatan min alqawl. Hakika mazungumzo kuhusiana na ikhlas, hasa katika jambo zima la kutafuta elimu, si mazungumzo ya ziada, bal huwa ruknun asil yumayyizu baina ilmin yarfa'u sahibahu fi 'illiyin. Bali ikhlas katika elimu ndiyo nguzo ya asili ambayo inapambanua baina ya yule ambaye elimu yake itamnyanyua na kumfikisha katika pepo za juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilmin yajurru sahibahu ila al-khudhlan war-riya, na kati ya mtu ambaye elimu yake itampelekea yeye kusalitiwa na kutokunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa ni mtu mwenye riya. Wa inna lil-ikhlas thamaratun 'azima. Hakika hii ikhlas ina matunda yaliyokuwa makubwa. Yajiduha talibul ilmi fi tariqihi, matunda ambayo anayakuta au anayapata yule mwanafunzi anayetafuta elimu katika njia yake ya kutafuta elimu. Minha, miongoni mwa hayo matunda, tahwilu ta'allumi ila ibadatin mustamirra. Ile ikhlas inakufanya wewe uigeuze ile elimu yako kuwa ni ibada endelevu, kutofikia siku ukaachana na kutafuta elimu, kwa sababu wewe una ikhlas katika kuitafuta hiyo elimu. Kwa maana unafanya, yani unasoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukisoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo itakuwa ni sababu ya wewe kuendelea kusoma. Idha salahat an-niyya, ikiwa nia itakuwa ni nzuri, tahawalat khutuwatu fi talab al-ilm, basi zile njia za kutafuta elimu huwa zinageuka. Wa qira'atuk wa hifdhuk, na kule kusoma kwako na kule kuhifadhi kwako, wa munaqashatuk, na kule kunakishi kwako ilmu, kunageuka huko ila ibadatin tuktabu fi sahifatik, huko kunageuka kuwa ni ibada ambazo zinaandikwa katika kitabu chako cha mema. Suila al-Fudayl ibn Iyad an qawlihi ta'ala, aliulizwa mmoja katika wema waliotangulia ambaye ni Fudayl ibn Iyad kuhusiana na aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nini maana haya maneno? wa subhanahu wa ta'ala anakusudia nini hapa? Faqala akhlasuhu wa aswabuhu, yani Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni, ameumba umauti na akaumba uhai ili aweze kukupeni mtihani nyinyi wanadamu, aangalie ni nani anayefanya matendo kwa uzuri zaidi. Faqala akhlasuhu wa aswabuhu, yani yule mtu ambaye atafanya matendo akimkusudia Allah peke yake, na yule ambaye atafanya matendo kama vile alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fal'amalu idha kana khalisan, matendo ikiwa yamefanywa kwa ajili ya Allah peke yake, walam yakun sawaban, lakini ukawa hujafanya kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lam yuqbal, basi
hili tendo lako halitokubaliwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, وقولي yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yule ambaye atafanya kitendo ambacho hakina amri yetu juu yake, basi hichi kitendo ni chenye kurejeshwa kwake, ina maana hakitokubaliwa. Kisha wa idha kana sawaban, kisha ikiwa wewe utafanya kitendo ambacho ni sahihi, kimeamrishwa, kama vile kutafuta ilmu, walam yakun khalisan lam yuqbal, lakini hichi kitendo wewe hujakifanya kwa ajili ya Allah, basi ujue pia hakitokubaliwa. Hatta yakuna khalisan sawaba, ili kitendo kikubaliwe ni lazima ukifanye kwa ajili ya Allah, na ni lazima ukifanye kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaendelea kusema wal khalisu an yakuna lillah, na kitendo khalis chenye ikhlas basi ukifanye kwa ajili ya Allah peke yake. Wasawab, na kitendo ambacho kimepatiwa an yakuna ala sunna, kiwe juu ya mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lidha qala al-Imam Ahmad rahimahullah, na kwa sababu hiyo alisema Imam Ahmad Allah amrehemu, al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu, elimu hakuna kitu ambacho kitaifikia elimu katika daraja na uzito, lakini kwa sharti liman sahhat niyyatuhu, kwa yule ambaye nia yake ni sahihi, yani akajifunza kwa ajili ya kuondosha ujinga yeye, lakini pia kwa ajili ya kuwafundisha wenzake. Atakayefanya hivyo, basi huyo atakuwa amepata manufaa ya ilmu yake aliyojifunza. Thaniyan, pengine cha pili, التواضع ومداومة التعلم. miongoni mwa mambo ambayo yanazalishwa na ikhlas katika kutafuta elimu ni mtu kuwa mnyenyekevu. Ni mtu kuwa mnyenyekevu. Kadri ambavyo anazidisha ilmu, ndivyo unyenyekevu kwake unazidi. طالب العلم المخلص طالب العلم المخلص لا يتكبر, mwanafunzi alitafuta elimu ambaye anatafuta kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu hana kiburi, kwa sababu ilmu yake inamzuia yeye kuwa na kiburi. يقول التابعي الجليل عطاء ابن أبي رباح الحديثية, huyu tabi'i ambaye ni mtukufu anaitwa Ata ibn Abi Rabah, anna ar-rajula la yuhaddithani bihadithin fa ansut lahu ka'anni lam asma'ahu qat. Anasimulia, anasema kwamba hakika mtu anaweza kuja kunihadithia mimi hadithi, yani anampa faida ya hadithi, anamsomea hadithi. Hiyo hadithi yeye anayejua na ameisha isoma, lakini anasema fa ansut lahu, ninatulia, ninamsikiliza, kaanni lam asma'ahu qat, hali ninayokuwa nayo vile ninavyomsikiliza kana kwamba sikuwahi kusikia hiyo hadithi. Haya maneno anasema waqad sami'tuhu qabla an yulad, hali ya kuwa hiyo hadithi anayosomea mimi nimeshaisikia tena hata kabla yeye hajazaliwa. Hii inaonyesha nini? Hii inakufundisha nini? Mwanafunzi unatafuta elimu, usio na kiburi kwa kile ambacho unakijua, uwe mnyenyekevu. Hiyo ilmu
inatakiwa ikuzidishie unyenyekevu, na huu unyenyekevu ili upatikane lazima kwanza uwe na ikhlas, kwa sababu ukiwa na ikhlas hutomtazama yule anayekufundisha, utamtazama yule ambaye unayesoma kwa ajili yake, ambaye ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Utomtazama anayekuletea elimu, utamtazama yule unayesoma kwa ajili yake. Kwa hiyo itakuwa ni ikhlas, na hiyo ikhlas ndio itakufanya wewe uwe mnyenyekevu kwa yule ambaye unachukua kwake elimu. Kipengele cha tatu, التوفيق والتيسير في طلب العلم. miongoni mwa faida ambazo zinapatikana katika kuwa na ikhlas kwenye kutafuta ilmu ni mtu kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutafuta ile ilmu, lakini inakuwa ni sababu ya mtu huyu kuzidishiwa ilmu. wa subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao wamepambana na nafsi zao wakazishinda kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, katika hilo ni kuitafuta ikhlas, kwani ikhlas ni ibada nzito sana, ni ibada ngumu sana. Kwa yule ambaye atapambana nayo hii ibada na akaiweza, Allah anasema anahdiyannahum subulana, hawa tutaongoza katika njia yetu. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ya wewe kuendelea kupata ilmu ambayo itakunufaisha na itawanufaisha wengine. Lakini akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, na wale ambao wamejilazimisha kufuata njia ya sawa na kufuata uongofu, miongoni mwao ni kuwa na ikhlas katika matendo yao, kama tendo lilokuwa kubwa la kutafuta ilmu. Allah anasema walladhina ihtadaw zadahum huda, na wale ambao watapata mwongozo uliokuwa sawa, basi Allah atawazidishia mwongozo zaidi. Ikiwa ina maana ya kwamba ni lazima wewe ndio uanze kupambana na nafsi yako, uitafute hiyo ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala atakuzidishia zaidi ikhlas, na itakuwa ni sababu ya wewe kufuata mambo yote ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, bila kutazama nafsi yako kwamba inataka nini, bila kutazama watu wa pembeni wanakusemaje, wanakutazamaje, bila kumwangalia aliye juu yako katika wanadamu anakutisha kwa nini, ukawa unamwangalia Mola wako. Hii ni fadhila kubwa sana Allah anampa mtakaye katika waja wake. Kwa yule ambaye atailazimisha nafsi yake kufuata mwongozo huu, Allah atamuongezea zaidi mwongozo. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasabbara yusabbiruhu Allah, yule ambaye atajilazimisha kuwa na subira katika kufanya jambo zito la kutafuta ilmu, na zaidi ya ilmu akawa na ikhlas kwenye elimu yake na mengineyo katika mambo ya ibada, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamzidishia subira, kwa maana ya kwamba atamfanyia wepesi katika lile jambo. Hivyo basi ukilazimisha nafsi yako katika kutafuta ilmu, itakuwa ni sababu. Ukilazimisha nafsi yako kwenye kutafuta ilmu na ukawa na ikhlas, itakuwa ni sababu ya wewe Allah subhanahu wa ta'ala kufanyia
wepesi katika hiyo elimu yako. Kipengele cha mwisho katika hili, katika matunda ya kutafuta ilmu, at-tahammul al-mashaq. Tahammul al-mashaq ni mtu kuwa mvumilivu wa zile taabu ambazo anazipata kwenye kutafuta ilmu. Tariqul ilmu mahfufun bis-su'ab. Hii njia ya ilmu imezungukwa na mambo magumu mazito. Wala yasbiru alayhi illa mukhlisun adhim alqasd. Hakuna anayeweza kuvumilia changamoto na uzito wa kutafuta ilmu isipokuwa yule aliyemkusudia Allah kweli na akawa na makusudio mazuri katika elimu hiyo. Walana fi salafina salih uswatun, na sisi tunacho kiigizo chema kwa wema waliotangulia katika hili. Fahadha Hisham ibn Ammar, huyu hapa Hisham ibn Ammar, baa abuhu manzilahu, baba yake aliuza nyumba yake liyatajahaza ibnuhu li talab al-ilm, ili mwanae aweze kufanya maandalizi ya kutafuta elimu. Ameuza nini? Nyumba yake. Tukizungumza nyumba, ifahamike inakusudiwa nyumba. Hizi mbio zote tunazoziona katika ulimwengu wa sasa, kila ambaye anatafuta riziki anataka awe na nini? Anataka awe na nyumba. Bali mtu anaweza kufanya biashara za haramu bila kujali, lakini anaona starehe ya maisha haiwezi kupatikana mpaka awe na nyumba. Sasa mtu kama huyu aliyepambana na kujenga nyumba, alafu mwisho wa siku anatokea mwanae au mtu wake wa karibu anahitajia matumizi ya kutafuta ilmu, anatafuta huku na huku hapati, anaona akiuza nyumba yake atapata cha kumhudumia huyu mtu, anauza nyumba yake kwa ajili ya kutafuta ilmu. Hili linaweza kawa ni ajabu sana kwa watu wasiokuwa na jua uzito wa ilmu, lakini swala zima la kuuza nyumba kwa ajili ya kufanya kitu kingine ni jambo ambalo linafanyika katika maisha ya wanadamu. Mtu ashahangaika kujenga nyumba, pengine alijenga matofali moja kama baadhi ya watu wengine wanatunza kidogo akaweka msingi, siku zikaenda akanyanyua ukuta, siku zikaenda akaweka madirisha, akaona kama vile kule anakoishi anapata adha, akaona kusubiri mabati muda utakwenda, akatandika mbao juu, kaweka nyasi madirishani, akapanga tofali, akabadilika sehemu kidogo kwa sababu hana uwezo kununua dirisha, na yeye anataka ahamie katika nyumba yake, akahamia. Lakini hivi jiulize, inaweza ikatokea huyu mtu akauza nyumba yake hii iliyomhangaisha kipindi kirefu? Inaweza kutokea. Hali halisi inatuambia kwamba watu wanaziuza nyumba zao. Miongoni mifano inaonyesha kwamba watu wanauza nyumba zao ni pindi pale huyu mtu atakapotahiniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, akapewa mtihani wa maradhi, akaugua huyu mtu, akachangisha huku na kule, bado gharama za matibabu ni kubwa na kipato chake ni kidogo. Huyu mtu anaanza kuuza vitu vyake vya ndani. Hili jambo lipo na kila mtu anashuhudia, bali inafikia huyu mtu anaanza kuuza viwanja vya kwake kwa ajili ya kujitibia nini? Maradhi. Huyu mtu anaanza kuuza nyumba kama alikuwa nazo huko pembeni, anauza ili apate pesa ya kuweza kujitibia. Sasa ukisikia mtu anauza nyumba yake
kwa ajili ya kumsomesha mwanae si ajabu, bali huyu ndio yuko sahihi zaidi kuliko yule aliyeuza nyumba yake kwa ajili ya kujitilia maradhi. Kwa nini iwe hivyo? Kwa sababu jambo zima la kuuza mali zako za thamani kwa ajili ya kujitibu wewe, hili jambo ni jambo la kubahatisha. Si kweli kwamba ukiuza nyumba yako ukachukua pesa ukaingiza katika matibabu kwamba utapona. Wewe ndio umefanya hivyo, lakini bado ilikuwa mwisho wa safari ni inna lillahi inna ilayhi raji'un. Wamekosa mali na wamemkosa mtu. Hayo yanatokea, na hayo ndio maradhi. Ama ukija katika upande wa elimu, upande wa elimu huko hakuna kubahatisha. Na elimu tunayozungumzia hapa ambayo hubahatishi ni elimu ya dini, ni elimu ya dini. Ikiwa mtu atauza kitu chake cha thamani kwa ajili ya kumfundisha mwanae dini, basi yule mtoto hawezi kutoka pamoja, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, balligh anni walau aya, nifikishie ujumbe wangu wa dini walau kwa aya moja. Sasa mtoto akikaa hapa miezi miwili mitatu, ni mangapi anayajua katika dini? Vipi akienda kuyafikisha atanufaisha wangapi? Wengi. Elimu ya dini inaanza kumnufaisha mtu kuanzia kidogo kile atakipata. Tofauti kabisa na elimu ya dunia. Tofauti kabisa. Elimu ya dunia watu wanatoa mali, wanaingia kwenye mikopo, wanaingia kwenye riba, lakini mwisho wa safari gharama zote wanazitoa, mwanae akaacha kumpeleka madrasa, kampeleka shule. Basi ameshakuwa, basi mpeleke madrasa, wana hapana, aingie sekondari aingie kifai na sasa. Macho anatoa pesa huyu mzazi huyu, mpaka hapo alipofikia hicho chuo chake, bado jamii haimuhitaji. Yaani huyu bado hajawa na uwezo wa kufanya kazi itakayoanza kumnufaisha yeye na wazazi wake. Anatakiwa endelee mbele, akatafute kazi. Baada ya kumaliza chuo akatafute kazi, na hiyo kazi yenyewe haina uhakika pia. Kwani wangapi katika watu ambao wamesoma na wamemaliza vyuo wanatafuta kazi za vile ambavyo wamesomea na hawapati, na mwisho wa siku wanaenda kufanya kazi zingine kabisa ambazo hawakuzisoma. Hilo liko wazi. Ni gharama kiasi gani zimepotea kumwandaa huyo mtoto mpaka kafika juu kule, alafu mwisho wa siku hajanufaika na hicho. Niambie, kama huyu mtoto angekuwa kasoma dini, ni kiwango gani ambacho angewanufaisha watu katika jamii yake? Huyu tena hawezi kunufaisha watu pamoja na miaka yote hiyo, pamoja na gharama zote hizo, hajanufaisha watu bado. Lakini kijana mdogo ana uwezo kunufaisha watu kwa elimu kidogo tu ya dini. Hii hapo ikufanya wewe usishangae kuona mtu anauza nyumba kwa ajili ya kumsomesha mwanae, kwa sababu anajua kwamba hapotezi na wala hafanyi jambo la kubahatisha. Miongoni mwa mifano ambayo inaonyesha namna wema waliotangulia walivyokuwa wakipambana na wakiona uzito wa elimu na wakivumilia, ni katika mmoja katika watu alisafiri kwenda katika mji wa Madina, na ni huyu Ammar. Huyu ndiye alisafiri kwenda katika mji wa Madina liyalqa Imam Malik ibn Anas, ili aweze kukutana na mwanachuoni Imam Malik ibn Anas. Isikia qala Imam Malik
ndo huyo akapiga safari aende kusoma kule. Wa fi majlis al-ilm, kipindi wamekaa katika ile majlis ya kusoma ilmu, ishtadda alayhi al-imam Malik liyahtabira sidqahu. Imam Malik akamkazia huyo mwanafunzi, akamkazia, na lengo lake ilikuwa anataka apime ukweli wake wa kutafuta elimu. Je, huyu kweli kakusudia kutafuta elimu? Alimfanyaje huyo kijana? Wa amara bi dharbihi 15 sawtan. Imam Malik akaamrisha mtieni huyo kijana bakora 15. Bakora 15. Alikuwa anaitwa Hisham. Fabaka Hisham, ambao ndio huyo Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar, mwanzo nilisema Ammar lakini ni Hisham bin Ammar. Fabaka Hisham, huyu kijana ambaye ni Hisham bin Ammar akalia. La alaman min adh-dharb, si kwamba alilia kwa sababu ya kipigo alichopewa, bal huznan ala fawat alhadith, bali alilia kwa sababu kipindi anapigwa kule huku masomo yanaendelea, yanampita. Hicho ndicho kilichomliza. Waqala lil-imam, akamwambia Imam Malik, walamtani bighairi jurm, hakika Imam amenidhulumu mimi bila makosa. Walamtani bighairi jurm, hakika Imam umenidhulumu mimi bila makosa. Wallahi la ja'altuka fi hilli, akamwambia wallahi mimi sikuhalalishi dhulma hii, sikuhalalishi, yani maana sikusamehe. Wataathara al-imam Malik wa alima sidqahu. Haya maneno haya huyu kijana kwa Imam Malik yatamwathiri katika moyo wake. Imam Malik anagundua kwamba huyu kijana kweli ni mkweli katika kutafuta elimu. Waqala lahu, Imam Malik akamwambia huyu kijana, akamuuliza, ma kafaratu dhalik, yani ni kipi cha kunikomboa na dhulma hiyo? Ni kitu gani nikifanya nitakuwa nimekomboka mimi na hiyo dhulma, nitakuwa nimesalimika? Faqala Hisham akasema, an tuhaddithani bikulli sawtin darabtanihi hadithan, akamwambia ili ukomboke na dhulma hii, ili nikusamehe, basi nataka unifundishe kila bakora moja ulioamrishwa nipigwe, kila bakora moja basi nifundishe hadithi moja. Kila bakora moja nataka unifundishe hadithi moja. Fahaddathahu al-imam bi 15 hadithan, imam akamfundisha hadithi 15. Faqala al-fata al-mukhlis, huyu kijana Hisham bin Ammar akasema baada ya kufundishwa zile hadithi 15, akasema bikulli sharafin, kwa kila ile kupa na ile ghera. Alipoona lile jambo limemnufaisha kwamba hii ndio njia kumbe ya kuchukua hadithi nyingi kwa imam, akamwambia imam, zid fi dharbi wa zid min alhadith, naomba sasa uzidishe kunipiga tena, unipige bakora zingine nyingi, alafu na wewe uje uzidishe kunifundisha hii hadithi. Malik aliposikia maneno ya kijana, fadhahika al-imam, akacheka imam kwa maneno. Waqala lahu, akamwambia kijana, idhhab aqul ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وعلى توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى
آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، إن الخوف كل الخوف من الرياء في طلب العلم. hakika hofu iliyokuwa kubwa zaidi ambayo mtu anatakiwa awe nayo ni mtu kuwa na riaa katika kutafuta kwake elimu. Fahuwa almuhlika, hakika riaa ni yenye kumwangamiza mtu. Walwiqayatu minhu najatun minan nar, na mtu akijiepusha na hii riaa katika safari yake hii ya kutafuta elimu, basi itakuwa ni sababu ya mtu kuepushwa na moto. Laqad hadharana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ibtigha'i ad-dunya bil akhirah, hakika ametutahadharisha sana nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jambo zima la kutafuta na kufanya ibada kwa malengo ya kidunia. Faqala, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama, yule ambaye atatafuta elimu ili ajifakharishe kwa wanachuoni, yani na yeye awe anapambana na wanachuoni wakubwa. Na elimu inakujenga wewe uheshimu wanachuoni na uone daraja lao na nguvu yao walioitoa katika elimu hii. Si kwamba elimu inakufanya wewe ili na wewe kwanza kujifakharisha juu yao. Sasa yule atakayetafuta elimu, ile elimu ikamjengea kiburi kinachompelekea kudharau wale waliomzidi katika elimu, akawa akifakharisha kwao. Mtume anasema, man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama au liyumari bihi as-sufaha, mwenye kutafuta elimu kwa ajili ya kujifakharisha kwa wenye elimu na kuwa na jeuri juu yao, au kwa ajili ya kutaka kujadiliana na wasiojua, kutaka kujadiliana na watu ambao hawajui, kana kwamba anataka watie changamoto watu wasiojua, kwa hiyo anasoma ili aje apambane nao. Au yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi, au mtu akasoma ili baadaye watu wao wanamsikiliza yeye, yani anasoma kwa lengo hilo kwamba yeye ndiye awe anasikilizwa na haoni kama mwingine ana haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo yeye anasoma hivyo, ile elimu anayoipata hawafanye watu wale wengine wote wao wanamsikiliza yeye. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu an-nar, huyo mtu Allah atamuingiza motoni. Allahumma a'idna min an-nar, ya Allah tunakuomba utukinge na moto. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake, man ta'allama ilman, yule ambaye atajifunza sehemu katika elimu, chochote kile katika elimu, ima mjifunza aqida, mjifunza fiqh, mjifunza sira, au kujifunza zile fani mbalimbali katika elimu, kujifunza nahwu, kujifunza balagha, kujifunza usul na qawaid fiqhiyya, au kujifunza faraid, chochote utakachojifunza wewe katika zile elimu na fani zake. Mtume anasema, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, mwenye kujifunza elimu ambayo kwa elimu hiyo inatumika ile elimu kutafuta uso wa Allah na kutafuta radhi za Allah, lakini yeye huyu la yataallamuhu, yeye hajifunzi hiyo elimu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, anatafuta hiyo elimu ili apate mambo katika mambo ya dunia.
Shakasema lam yajid urfa aljanna yawm alqiyamah au kama qala sallallahu alayhi wasallam, ay rihaha, huyu mtu atakayefanya hivyo hatopata harufu ya pepo. Hii mubalagha, manake ukiambiwa hutopata harufu, yani ni kwamba ni kama vile mzazi wako anakuambia hivi, wewe mwanangu, ukienda kuzurura leo basi hutopata hata harufu ya chakula cha usiku. Hutopata hata nini? Harufu ya chakula cha usiku. Unaelewa nini? Kwamba amekusudia kweli kukunyima, tena atakuweka huko. Ndivyo inavyokuwa kwa mtu atakayetafuta elimu kwa malengo ya dunia, subhanahu wa ta'ala atamnyima pepo. Faya talib al-ilm wa ya ayuha as-sa'una fi durub al-ma'rifa, ewe unatafuta elimu na enyi ambao mnakupia katika zile njia za watafuta elimu, raji'u niyatikum, zirejeeni nia zenu. Kila mtu arejee nia yake. Watahhiru qulubakum, na zisafisheni mioyo yenu, safisheni mioyo yenu. Waj'alu ilmakum lillahi wahda, na muijalie hii elimu mnayotafuta hiyo ni kwa ajili ya Allah peke yake. Liyamfa'akum Allah bih, ili Allah aweze kunufaisheni kwa hiyo elimu. Wayubqi lakum athara, na Allah aweze kubakiza ile athari ya elimu mnayotafuta. Al-athar al-jamil baada mamatikum, athari iliyokuwa nzuri baada ya kufa kwenu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi awqatina wa 'ilmana waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alayna. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام. Thank you.